Leo Agosti 27, 2026 inaendelea kesi ya Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na majaji wameingia muda huu na mwenyekiti ameingia pia mahakamani. Anasema karani wa mahakama anasema ni criminal session namba 19605 ya mwaka 2025 Jamhuri dhidi ya Tundu Lissu iwapendeze majaji inaitwa Ajuaye Zengili, Nasro Katuga, Job Mrema, Cuthbert Mbiligi. Wino wote tunawakilisha Jamhuri la mtumwa yupo hapa na toka tayari kuendelea na maswali ya dodoso. Mheshimiwa Lissu anasema naomba nipate nafasi ya kuzungumza na mawakili wangu kidogo. Anasema Madaktari Nshala anashauriana naye hapo kizimbani kwa dakika kama 5. Sasa niko tayari. Katuga, kaka shikamoo. Mheshimiwa Lissu, marahaba. Katuga, kama nilikuelewa unasema kuna tuzo ulipewa ulitokana na kupigania haki kwa nchi za Afrika. Je, hizo ulitaja hizo nchi za Afrika ulizopigania? Mheshimiwa Lissu, sikutaja. Katuga, ulisema heshima imeongezeka, ulifanya sensa wapi? Mheshimiwa Lissu, heshima haipatikani kwa sensa, inatokana watu wanaoheshimika wakakuheshimu. Katuga, kwa hiyo imeongezeka ni kwa sababu wazungu wamesema. Mheshimiwa Lissu, sijasema wazungu, nimesema jumuiya za kimataifa na zinaheshimika kweli. Katuga, ulisema mgombea wa Mlimba alirudisha fomu akakuta ofisi imefungwa. Je, ulikuwepo? Mheshimiwa Lissu, hizo ni taarifa rasmi, sio lazima niwepo. Nilisoma kwenye taarifa rasmi. Katuga, ukitoa mashahidi kutoka jeshi la polisi hawa waliolindwa hawajulikani na mtu yoyote? Mheshimiwa Lissu, ndio. Katuga, haya maneno umesema kuonesha ukweli wako? Mheshimiwa Lissu, kweli. Katuga, uamuzi wa majaji ulisemaje kuhusu mashahidi wa siri? Mheshimiwa Lissu, waone wao. Katuga, waliwaambia kuwa hawajui majina wala na kila kitu? Mheshimiwa Lissu, ni ushahidi wangu, hawajui. Ndio. Katuga, kwa hiyo hawajui majina. Mheshimiwa Lissu, sasa mtu gani anaitwa P2? Sijui P. Katuga, kwa hiyo hao P1, P2 sio majina? Mheshimiwa Lissu, sio majina hayo nasema. Katuga, wamesema ni sheria gani shahidi anapaswa kutoa jina? Mheshimiwa Lissu, CPA na sheria ya ushahidi zote zinasema jambo hilo. Katuga, naomba kifungu. Mheshimiwa Lissu, kifungu cha 192 cha CPA. Katuga, kisome sasa. Wapi wanasema wataje majina? Mheshimiwa Lissu, kisome uone kinasemaje. Ngoja nikusomee kinapotaja hitaji la jina. Katuga, sitaki ukisome. Mheshimiwa Lissu, utaki tena nisome? Katuga, kwa hiyo neno la kuwa lazima watoe jina lipo? Mheshimiwa Lissu, unadhani kwa nini mashahidi huwa wanauliza majina yao mahakamani? Katuga, hilo sijakuuliza. Mheshimiwa Lissu, hiyo sasa utajua mwenyewe kama hujaniuliza. Katuga, PW17 alisema kuna muda waandishi wa habari walitolewa mkabaki wenyewe na kikao cha ndani. Uliwahi kukanusha hilo? Mheshimiwa Lissu, ni kanusha la nini? Ndio ukweli. Katuga, una volunteer sana information. Mheshimiwa Lissu, ndio kazi yangu. Katuga, majibu yako yanavutia sana. Mheshimiwa Lissu, then you should be happy. Katuga, kwa hiyo ni cheke. Mheshimiwa Lissu, fanya hivyo. Katuga, kwa hiyo mliwatoa waandishi nje wewe na wenzako? Mheshimiwa Lissu, tuliwatoa. Katuga, mliwatoa kwa sababu hayo mengine hayakuwa sehemu ya mliowaitia, kwa hiyo yale ambayo mlitaka wayachapisha ndio mliruhusu wawepo? Mheshimiwa Lissu, ndio. Katuga, ambayo hukutaka yachapishwe mliwatoa waandishi? Mheshimiwa Lissu, yote tuliyotaka watu wajue waliyajua. Katuga, je, kwenye ushahidi wako alisema sheria mahususi kwamba ukigundua kosa la uhaini unapaswa kuwasiliana na DPP? Mheshimiwa Lissu, nikitaja cha nini? Haina maana kipo kama sikukitaja. Katuga, mimi lazima nikuulize maswali, nisipofanya nitakuwa sifanyi kazi yangu. Mheshimiwa Lissu, fanya kazi yako. Katuga, ulisema kuna mgogoro binafsi na Wambura na Kingai. Mheshimiwa Lissu, nimesema kuna chuki kubwa dhidi yangu, nimekuwa persecuted Mauritius 24 years. Katuga, umewahi kufungua Mauritius prosecution? Mheshimiwa Lissu, haina maana yoyote, sijawahi kuwafungulia, lakini haiondoi ukweli. Katuga, ulisema shahidi waliolindwa walifanyaje? Mheshimiwa Lissu, walikuwa ni washtakiwa na watuhumiwa wa makosa. Katuga, sheria inawazuia wasio mashahidi? Mheshimiwa Lissu, haiwazuii. Katuga, mashahidi wa jeshi la polisi walieleza kuwa walikamata wote? Mheshimiwa Lissu, walisema wamewakamata waliowatambua. Katuga, kwa hiyo kuna wengine hawakukamatwa? Mheshimiwa Lissu, nitajuaje sasa? Katuga, ile kauli yake tutavuruga uchaguzi ulisema mtu yeyote anaweza kutafsiria anavyoona? Mheshimiwa Lissu, sahihi. Katuga, walisema hawa mashahidi kuwa walioyapanga litokana na maneno yako? Mheshimiwa Lissu, najuaje sasa watu siwajui na siwafahamu, nasemaje watakuwa wanasema ukweli? Katuga, katika ushahidi wako umeiambia mahakama hii tukufu kuwa hawa mashahidi hawasemi ukweli? Mheshimiwa Lissu, nimeiambia mahakama kuwa huu ushahidi ni wa wahalifu na ni waongo.
Katuga: katika utetezi wako walisema kuwa wewe uliwachochea. Mheshimiwa Lissu: wapi nimesema hivyo? Sijasema mimi. Katuga: wanasema maneno yako ndiyo yaliwachochea. Sasa wewe uliwaambia majaji kwa maneno haya hayawezi kuwachochea. Mheshimiwa Lissu: nimewaambia majaji maneno haya hayawezi kuwa uchochezi, sio kosa pia, lakini labda kama ulikuwa umelala. Katuga anasema waheshimiwa anaogopa kurudia maswali. Amekaa kimya, anatafuta. Sasa wale mashahidi waliolindwa. Mheshimiwa Lissu: mimi nimekuambia mashahidi waliofichwa, hiyo kulindwa umetoa wapi? Katuga: witness protection ni nini Kiswahili? Mheshimiwa Lissu: mashahidi waliolindwa, lakini sasa mimi nimesema kwangu ni mashahidi waliofichwa, hiyo ya kulindwa ni ya kwako. Katuga: je, wale mashahidi walifichwa kweli? Mheshimiwa Lissu: ni ushahidi wangu kuwa hao mashahidi hawajulikani. Katuga: huo ni ushahidi wa kuona au kusikia? Mheshimiwa Lissu: ni ushahidi wa inference, hakuna anayewajua isipokuwa polisi. Katuga: hizo ni speculation au ushahidi wa direct? Mheshimiwa Lissu: huo ni ushahidi. Katuga anauliza swali, imeama kwenye inference. Maneno ya mashahidi wa kulindwa inawezekana walikuwemo humu ndani wakati kesi inaendelea. Mheshimiwa Lissu: nimeshasema hawajulikani na mtu yeyote. Katuga: ni kweli au si kweli? Mheshimiwa Lissu: ni ushahidi wa inference. Uelewe nini? Kwa sababu mnawajua nyie peke yenu. Katuga: mimi stoki hapa. Mheshimiwa Lissu: hata mimi stoki. Katuga: mahakama inakunoti. Mheshimiwa Lissu: kwa nini wewe haikunoti? Katuga: kwa hiyo ni kuona au kusikia? Katuga: shahidi, shule si ulikuwa unafundishwa multiple choice? Mheshimiwa Lissu: mimi sijafundishwa multiple choice, mimi nimefundishwa critical thinking. Sheria unafundishwaje multiple choice? Ndio maana unakuwa mjinga. Katuga: hii kauli hawa mashahidi inawezekana walikuwepo mahakamani, ni maoni au ushahidi? Mheshimiwa Lissu: ni ushahidi wangu. Maoni kivipi? Katuga: kwenye ile video kuwa majaji ni ma-CCM ulisema ukumbuki? Mheshimiwa Lissu: nilisema nakumbuka, huwa sikatai maneno yangu. Katuga: una kesi nyingine ya jinai ya kuchapisha taarifa za uongo? Mheshimiwa Lissu: ipo Kisutu, anawatajia hadi namba nyingine ya kesi. Katuga: ulisomewa hoja za awali na imeanza kusikilizwa? Mheshimiwa Lissu: imesoma lakini sikumbuki. Katuga: uliposomewa hoja za awali na kwamba ulitoa maneno kuwa majaji ni ma-CCM ulijibuje? Mheshimiwa Lissu: sikumbuki. Sasa unaniulizaje hayo mengine? Katuga: mwenyekiti wa Chadema, ni kweli ulitangaza kutogombea uchaguzi wa mwaka jana? Mheshimiwa Lissu: sikumbuki. Katuga: chama chako kilishiriki uchaguzi mwaka jana? Mheshimiwa Lissu: uchaguzi gani sasa? Haki kushiriki.